mfumo wetu wa uchaguzi ndio unaoamua upewe ngapi. Sio wananchi, sio kura ya wananchi. Wanaoamua ni wanaohesabu kura na wanaotangaza matokeo, sio wanaopiga kura. Sasa ndugu zangu, huo ndio mfumo wetu wa uchaguzi. Sasa tunaendaje? Kwa sababu mimi nilidhani tumeelewana, lakini naelekea hatujaelewana. Mwaka jana, kabla sijawa mwenyekiti wa chama, tulikaa kwenye kamati kuu tarehe 2 Desemba na tarehe 3. Siku mbili kabla nilikuwa nimetoka kumzika George Juma Mohamed, mume wa dada Neema. Amepigwa risasi 4 ili asigombee mwenyekiti wa kitongoji. Risasi 4 mbele ya mkewe, mbele ya watoto wake. Siku 2-3 zilizofuata tukakaa kwenye kamati kuu. Mwenyekiti Mheshimiwa Mbowe, mwenyekiti wetu, Sharifa Mohamed, mwenyekiti wetu wa Bawacha, ulikuwepo. Wenje alikuwepo, Sugu alikuwepo, mimi nilikuwepo, nimemwona Boniai hapa alikuwepo. Tulikuwepo wote tukazungumza. Nimemwona John Pambalu alikuwepo. Tukasema jamani, kwa utaratibu huu tunaendaje mbele? Tukasema kamati kuu, chaguzi za nchi hii kwa mazingira haya haziwezekani tena. Jukumu letu ni kupambana, kuongoza mapambano, tubadili mfumo wa uchaguzi. Ndio ikazaliwa kauli mbiu ya no reform, no election. Leo mjumbe wa kamati kuu anasimama anasema huu msimamo ni wa mwenyekiti manake mwenyekiti wa sasa. Leo mjumbe wa kamati kuu anasimama na kusema mwenyekiti anazungumza huu ni udikteta uchwara. Tumetoka kwenye kamati kuu ya mwenyekiti Mbowe, tukaenda kwenye baraza kuu tarehe 20 Januari. Baraza kuu likaitikia. Tukatoka kwenye baraza kuu tukaenda kwenye mkutano mkuu wa chama tarehe 21. Mwenyekiti wa mkutano mkuu, mwenyekiti wa chama Freeman Aikaeli Mbowe, mkutano mkuu wa chama taifa ukasema no reform, no election. Mimi nikachaguliwa kesho yake. Unakuaje ni msimamo wa Tundu Lissu? Unakuaje ni udikteta uchwara? Mwenyekiti akisimama na kusema jamani, tuna maagizo ya mkutano mkuu wa taifa kwenda kuongoza vita ya kubadilisha mfumo wa uchaguzi wa nchi hii. Sasa huo ndio msimamo wa chama, na huo ni msimamo sahihi wa chama hiki. Huo ni msimamo sahihi wa chama hiki. Kama ni ushahidi, tunahitaji ushahidi wa aina gani kwamba chaguzi sasa haziwezekani? Kwamba sasa tukienda kwenye chaguzi tunaenda kutoa watoto wetu na kaka zetu na ndugu zetu, tunaenda kuwatoa kafara. Mnataka tuendelee kutolewa makafara mpaka lini? Kama ni sawasawa twende kwenye uchaguzi, maana yake ni sawasawa yaliyomtokea marehemu George Juma Mohamed Manyoni. Hiyo ndio sawasawa. Kwa hiyo ndugu zangu, tuelezane ukweli. Njia pekee iliyobaki ili tuwe na chaguzi za kweli nchi hii ni njia ya no reform, no election. Iko hivi, niwaambieni. Unanielewa? Hivi nani anayeweza kusema mimi naogopa uchaguzi? Mimi niligombea ubunge na miaka 27, nimetoka chuoni mwaka jana. Mwaka 95 nimegombea ubunge, nikachaguliwa mara 2. Kama ni utamu wa ubunge na ufahamu. Kwa ninaposema na nimegombea na urais vile vile. Kwa swala la kwamba naogopa uchaguzi, mimi kuna mtu anayependa bunge kama mimi? Sasa hivi haiwezekani tena.
Wale wanaofikiria kwamba twende tu pengine tutengeneze mazingira mazuri ya chaguzi, ili twende kwenye chaguzi tukijua tukipigiwa kura za watu wetu zitahesabiwa na zitahesabika. Sasa hivi haiwezekani. Kama ni swala la kuwa na haraka ya kwenda bungeni, mimi ndio napaswa niwe na haraka. Mimi na miaka 57. Tusipoenda kwenye uchaguzi tukapigania mabadiliko, mwathirika wa kwanza mimi na miaka 57. Tunapigana kwa ajili ya watoto wetu, kwa ajili ya nyie mlio na miaka 20 na 30 na ngapi. Kwa tafadhalini tuache mambo madogo. Tuache mambo madogo. Twende kwenye hoja za msingi, tukapiganie mabadiliko ya mfumo wa uchaguzi, tukapiganie mabadiliko ya kikatiba.